Si ndio maana ikaitwa dabi. Ni mechi kubwa kwenye nchi yetu, ni mechi ambayo inabebwa na matukio mengi, ni mechi ambayo ikimalizika lazima kuna upande uliopoteza, shida zinakuwepo kwenye makao makuu ya vilabu vyao. Kwa Tanzania na kwa Afrika ni mechi kubwa, ni mechi ambayo tunaitarajia itakuwa na ushindani sana. Sawa. Kuelekea kwenye mchezo huu kumekuwa kuna masuala mengi ambayo amekuwa anazungumza. Tuanze kwa upande wa swala la uwanja, kwa maana Simba Sport Club wamekuwa wanalalamika kwamba taarifa ya uwanja ilitoka kupitia kwa afisa habari wa klabu ya Young Africans na sio kwenye mahala husika, kwa maana wanaosimamia mpira wa miguu Tanzania, bodi ya ligi ambao wao kimsingi ndio wenye hayo mamlaka, na TFF ambao wao ndio baba wa mpira wa Tanzania. Kwa upande wa kanuni hasa na sheria hii imekaaje kwa upande huo kwa sehemu moja ama nyingine? Nafikiri Simba wao wanazo sababu zao na huenda zikawa za sababu za msingi, lakini ukiniuliza mimi kama Omari, mimi naona kama Yanga walikuwa na kila sababu ya kuchagua uwanja ule wa Amani, sababu kwanza ukiangalia ni nchi yetu, lakini la pili kwenye kanuni Yanga ndio mwenyeji wa mchezo, ana haki ya kuchagua uwanja wote, angeza hata kuchagua Kigoma. Kwa Yanga amechagua uwanja wa Amani Complex kama uwanja wake wa nyumbani na amefuata taratibu zote, lakini ndio maana kuitwa dabi. Dabi waga wanatazama sehemu kwenye kosa dogo basi linachukua taswira nzima ya mchezo, lakini kwa mimi kama mimi ukiniuliza nakwambia kwamba Yanga wako sawasawa, wako sahihi kuhamisha mchezo, na Simba nao wanazo sababu zao za msingi, ambapo ukiwapata viongozi wa Simba wanaweza kukwambia kwa nini wanaonesha hawapo tayari kwenda Zanzibar. Ni kweli, unajua dabi yoyote ina maandalizi mengi sana nje ya uwanja. Kama hii inayozungumzwa tutaenda Zanzibar, tuende Zanzibar, pia haya ni maandalizi na ndio ladha ya dabi. Hasa ukiangalia kimaandalizi timu zote mbili zinafanya maandalizi. Young Africans ambao ni wenyeji wanafanya maandalizi, hata hao Simba ambao wanasema hawaendi Zanzibar, si kana kwamba wamebweteka, nao wako katika maandalizi. Kwa nadhani timu zote mbili zipo kwenye maandalizi, na mwisho wa siku aliyejiandaa vizuri na mwenye bahati atakwenda kupata matokeo. Sawa. Kuelekea kwenye mchezo ndani ya Kariakoo kumekuwa na maneno mengi, wengine wakizungumza kwamba je, waamuzi sahihi ni wapi, wa kwetu hapa ndani kwa maana Tanzania au ambao wanatoka nje? Binafsi yako hasa kwa mlengo mzuri wa kunogesha dabi, waamuzi wanaofaa kwenye huu mchezo wanafaa kutokea nchi gani, ama ni wanafaa ndani au nje ya nchi? Washakuja waamuzi wa nje ya nchi wakachezesha vizuri na kuna mmoja alifungwa. Mimi nafikiri bado tunayo nafasi, tunayo sababu au tunayo haja ya kuamini waamuzi wetu wa ndani wanaweza wakachezesha vizuri tu. Waamuzi wetu wa ndani tunao waamuzi the best kabisa, wanaweza wakacheza vizuri, Sawa. Kwenye upande huo pia tumeona kuelekea dabi ya Kariakoo, shirikisho la soka nchini kwa maana TFF wametoa mlengwa wa udhamini kwa upande wa kubashiri. Pengine kwa TFF moja kwa moja inakwenda kuashiria nini hasa kwenye huu mchezo dabi ya Kariakoo? Mimi nadhani hilo TFF kuna kitu wamezingatia ambacho mimi sikijui. Hasa nafikiri kile ambacho wamezingatia majawabu sahihi watakuwa nayo wao. Kwa kweli mimi siwezi kulizungumza kwa sababu sijui nini wamelenga, sijui nini wanakwenda kufaidika, sijui nini wanachokifanya, lakini nafikiri TFF na watu wenye uweledi kuna kitu wameangalia. Kiufundi unakuwa mchezo mzuri. Unajua ukiangalia Yanga anayo nafasi sana ya kupata matokeo kwa sababu zifuatazo. Ukiangalia kikosi cha Yanga kina wachezaji wengi ambao wana experience ya kucheza dabi. Ukiangalia kuna mchezaji kama vile Diara kishacheza dabi sana. Ukimwangalia mchezaji kama vile Shabalala kishacheza dabi, ukimwangalia Boka, ukimwangalia Dickson Jobu, ukimwangalia Mwamnyeto, ukimwangalia yule center half anamuita Baka, ukimwangalia mchezaji kama vile Mzize, Pakome, hawa ni watu wameshacheza dabi na imewapa matokeo. Sasa ukiangalia Simba ina maingizo mapya. Katika maingizo mapya unamkuta mzoefu wa dabi labda ni mtu kama vile Chama na Shomari Kapombe. Sasa ukimchukulia mtu kama vile Chama amecheza dabi nyingi, lakini kama amecheza dabi 5 hajawahi kumaliza dakika 90 kwenye dabi 4. Labda kamaliza dakika 90 kwenye dabi moja. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambayo Yanga ina wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo. Lakini mpira ukishakuwa unaitwa mpira wa dabi,
lolote linaweza kutokea, sababu hata tunasema wachezaji wa Simba hawajacheza dabi sana, lakini ni wachezaji wazuri, wanatembea na matokeo, wanaweza wakafanya jambo lolote kama watafuata maelekezo ya mwalimu. Nadhani mechi itakuwa nzuri na itakuwa ngumu. Sawa, binafsi yako unaona dabi ya Kariakoo ikienda kuwa mechi ya maamuzi hasa kwa upande wa kuamua bingwa kwa mwaka huu 2026? Hapana, ligi bado sana. Unaweza ukamuhini mtu mechi ya kwanza, mechi ya pili akakufunga, lolote linatokea. Shukrani sana. Asante sana.